Leo tutazungumzia moja ya hadithi ya kutisha zaidi ya watu 9 waliokutwa wamekufa kwenye milima huku hema lao likiwa limekatwa na kukutwa alama za ajabu, huku baadhi ya miili ilikutwa imepasulifa vifua na mwili mwingine ulikutwa ukiwa hauna ulimi. Hadithi hii maarufu inajulikana kama Dyatlov Pass kutokea kule Urusi. Mnamo Februari mwaka 1959, kundi la vijana 9 kutoka Soviet Union lilianza safari ya kupanda milima ya Ural nchini Urusi. Walikuwa na uzoefu wa kupanda milima na walikuwa wamejiandaa kwa safari hiyo. Lakini hawakujua kwamba safari hii ingeishia kuwa moja ya mafumbo makubwa zaidi katika historia. Kiongozi wa kundi hilo alikuwa Igor Dyatlov. Lengo lao lilikuwa kufika kwenye mlima unaoitwa Kholat-Syakhl, jina ambalo kwa lugha ya eneo hilo linaweza kutafsiriwa kama mlima wa kifo. Baada ya muda mwingi, kundi hilo halikufika sehemu walipotarajiwa, na hapo ndipo utafutaji ulianza. Waokoaji walipofika eneo la kambi yao, walikuta kitu cha kushangaza. Walikuta hema lao likiwa bado lipo pale pale walipofikia. Lakini halikuwa katika hali ya kawaida. Lilikuwa limekatwa kutoka upande wa ndani, likionyesha kama watu waliokuwa ndani walilazimika kulikata ili watoke nje haraka. Tatizo kubwa zaidi ni kwamba watu hao, viatu na nguo zao nzito za kuzuia baridi ziliachwa ndani ya hema. Na hapa ndipo watafiti walipoanza kujiuliza maswali. Kwa nini watu 9 waliokuwa kwenye baridi kali wangeondoka bila viatu vya kutosha na bila maandalizi? Waokoaji walipoanza kufuatilia nyayo kwenye theluji, waliona kwamba kundi hilo lilikuwa limeondoka kuelekea msituni. Lakini baada ya muda, miili yao ilipatikana katika maeneo tofauti. Baadhi walikuwa karibu na mabaki ya moto mdogo uliowashwa msituni. Wengine walipatikana chini ya mteremko, huku baadhi wakiwa na majeraha makubwa. Cha kushangaza zaidi, baadhi ya miili haikuwa na majeraha ya kawaida yanayoeleweka kirahisi. Kulikuwa na mifupa iliyovunjika na majeraha makubwa, lakini katika baadhi ya miili hakukuwa na dalili kubwa za jeraha la nje. Na hapo ndipo watafiti walipoanza kuchanganyikiwa. Ni nini kilichowafanya watu hawa 9 kukata hema lao kutoka ndani na kukimbilia nje, na ni usiku wenye baridi kali? Kwa miaka mingi, nadharia nyingi zilitolewa. Wengine walidai huenda kulikuwa na maporomoko ya theluji yaliyowatisha. Wengine walizungumza kuhusu upepo mkali, hali mbaya ya hewa, au hata jambo lisilojulikana lililowafanya waamini kwamba walikuwa hatarini. Kulikuwa pia na nadharia za kijeshi kwamba huenda kundi hilo lilishuhudia tukio la siri lililohusiana na majaribio ya silaha. Na bila shaka kulikuwa na nadharia za ajabu zaidi zilizohusisha viumbe wasiojulikana. Lakini hakuna nadharia iliyoweza kujibu kila swali kwa ukamilifu. Miaka mingi baadaye, wachunguzi waliendelea kuchunguza tukio hilo. Nadharia ya maporomoko ya theluji iliendelea kupata nguvu, hasa kwa sababu ya mazingira hatari ya eneo hilo. Lakini bado swali lilibaki. Kwa nini walikimbia bila mavazi ya kutosha? Kwa nini baadhi yao walipatikana mbali na hema? Na nini kilisababisha majeraha makubwa yaliyopatikana kwenye baadhi ya miili? Tukio hili la Dyatlov Pass bado ni moja ya mafumbo maarufu zaidi duniani. Huenda siku moja maelezo kamili yakapatikana. Au huenda siri hiyo ikaendelea kubaki kwenye milima ya Ural, na kilichobaki kama shahidi ni hema lililokatwa kutoka ndani, nyayo zilizopotelea kwenye theluji, na watu 9 ambao waliondoka kambini usiku huo, lakini hawakurudi tena. Hii ndiyo The Dyatlov Pass Incident, safari iliyogeuka kuwa fumbo ambalo dunia bado inajaribu kulitatua. Lakini hadi leo
hakijajulikana chanzo ni nini. Hii ni The Dark World Swahili. The Dark World.